Nursery School, ambapo mgeni rasmi wa mahafali haya ni mkuu wa taaluma Raya Ali Masudi, ambapo ameweza kuwasihi wazazi kuweza kutoa ushirikiano na walimu ili kuweza kuwawezesha wanafunzi kufikia malengo yao. Mimi ni Huzaima Khamis na nyuma kamera ni Abdillahi Abdallah. Kwa kweli furaha yangu ni kwamba kuwaona watoto wadogo wanafanya vitendo tofauti, na katika karikulamu yetu nadhani katika level ya nursery kwamba wanahitaji vitendo zaidi, na vitendo nimeviona na vyote vipo katika silabasi zetu. Walimu wamejitahidi sana na wameweza kufanya vitendo hivi kwa watoto. Jamani, wazee, walezi na wote kwa ujumla, nafikiri hata jamii inatusikiliza, walimu wana kazi kubwa katika kuelimisha. Kazi ya kujifunza na kufundisha ni kazi ngumu sana, lakini pia ni kazi nzuri ambayo ikiwa tutaitilia mkazo na kuweza kuifanyia kazi kwa kushirikiana pande zote kabisa, akiwemo mwalimu, mzazi, mlezi, jamii, manake hapo tutaweza kumtengeneza mtoto. Nisiseme mengi sana, lakini kuna maombi hapa nimeombwa na kuna vitendo ambavyo nilivyoviona, hususan kwanza nikienda katika vile vitendo vya kale ambavyo kuna michezo tofauti hapa imeonyeshwa, ambavyo sisi kama sisi wazee na wanajamii wengine hapa si rahisi kwa sasa kuwakuta watoto wanavitumia, ingawa vipo katika ufundishaji wetu, hususan walimu. Yani walimu wanafanya kazi kubwa, lakini wakirudi majumbani vile vitu ambavyo walivyofundishwa watoto wale, wazee tunaviweka pembeni, hatuwasaidii walimu katika kuliendeleza lile. Tunahiari mtoto afungue TV, tunahiari mtoto nje azurure muda mrefu, tunahiari mtoto atizame au afanye vitendo ambavyo havistahiki kwa level yake. Lakini pia kuna matatizo nimeelezwa, kuna maendeleo, na pia kuna shukrani ambazo nimepewa mimi mwenyewe na vitendo ambavyo vilivyoonyeshwa hapa. Kwa kweli katika matatizo yaliyotajwa hapa nimeyapokea, na inshallah nitafanyia kazi na nitaleta mrejesho wangu, na kila kinachostahili inshallah nitakuwa na jitihada nazo, nitakuwa hapa. Kwa sababu kama nilivyosema, hii ni sekta yangu, na kama nimeambiwa nije hapa, basi inshallah nitajitahidi, na hii ndio njia yangu ya kila siku. Kwa hiyo inshallah naahidi hilo. Mkuu, inshallah nimelipokea na nitalifanyia kazi. Lakini kuna kitu kimoja pia nimekipenda katika skuli hii, baada ya kuuliza nikaambiwa kwamba kuna watoto mayatima wanasoma. Katika pahala pote lazima kunakuwa na mayatima, yani aina ya watu tofauti. Lakini nimeambiwa kwamba kuna watoto yatima. Hao yatima badala ya kutoa vile vitu vidogo vidogo, lakini kuhusiana na fees, manake walimu wanamwachia yule mtoto asome bure. Jamani, tuwapigie makofi sana Swifat Nursery School. Hili ni jambo jema, na jambo hili manake litakuwa na manufaa baadaye. Mwalimu hana cha kulipwa. Hata utoe kiasi gani, useme hiki na kitoa kwa ajili ya mwalimu, bado hujatoa kile kinachostahiki kwake kumrejeshea. Anapofuata wazee, na maana watatu wake atakuwa ni nani? Mwalimu, iwe wa chuoni iwe wa skuli, kwa sababu wa chuoni atakuwa anatoa elimu ya wapi? Ya akhera, lakini yule wa skuli atakuwa anatoa elimu ya wapi? Duniani. Kwa hiyo naomba na niwanasihi wazee kwamba tushirikiane vizuri na wazazi wenzetu, pia tushirikiane na mkuu wa shule pamoja na uongozi wake kwa ujumla, wakiwemo walimu, kamati, pamoja na wale wote ambao wanashirikiana katika jengo hili. Tuwasaidie kwa hali na mali. Bado wana changamoto kama tulivyozisikia hizi, isiwe imetoka kwa mgeni rasmi tu, lakini pia zitoke katika jamii zetu. Kwa jina naitwa Asia Isajecha, ni mwalimu mkuu wa Swifat Nursery School. Leo tumeadhimisha mahafali ya 28 wahitimu wetu 17 ambao tumewakabidhi vyeti vya kumalizia masomo ya maandalizi. Leo ni siku ambayo kwetu ni tukufu kwa wanafunzi wetu ambao tuliwafunza kwa miaka 2 mfululizo. Tulijaribu kuwafunza michezo mbalimbali ya asili, ukuti, mnazi,
lala na kadhalika. Lakini pia tulijikita katika ufunzaji wa kujifunza kuandika maneno pamoja na imla pamoja na kusoma gazeti la Zanzibar Leo. Kwa hivyo tunatoa wito kwa wazazi kwa kwamba tupo katika skuli ya Swifat Nasari School na tunatoa wanafunzi walikuwa ni bora zaidi ambao wanajua kusoma na kuandika. Kwa hivyo wazazi tunatoa wito tuletewe wanafunzi kwa wingi. Jengo letu ni zuri, walimu wamebobea. Kwa hivyo karibuni nyote katika skuli ya Swifat Nasari School. Skuli yetu toka ilivyoanzishwa tunachukua watoto mayatima ni bure. Wanatoa kiingilio tu cha usajili wa wizarani pamoja na uniform zao za kuvaa, lakini hawatonzwi fee. Hata akisoma miaka 3 4 ni bure. Kwa hivyo tunatoa wito kama kuna watoto mayatima wamekaa nyumbani hawajapata elimu, tunaomba tuletewe katika skuli ya Swifat Nasari School. Naitwa Hasina Omar Mrisho, natokea Jang'ombe. Na mimi hapa ni mzazi wa mwanafunzi. Siku ya leo najisikia furaha sana kwa mwanangu kuweza kugraduate. Najisikia raha sana, walimu pia nao wako vizuri. Hasa katika kusomesha watoto pia wako vizuri sana. Kwa hilo pia tunashukuru na tunashukuru walimu wa Swifat Nabail Karim. Mabadiliko hapo kwa sababu mwanzo alikuwa hata ile kusoma ukimpa kitu yani tuseme kama zile silabi za kuunganisha umfundishe yani umwekee vile pia alikuwa hawezi, lakini sasa hivi pia kusoma yuko vizuri.